Habari gani wapendwa, na hisi nyote ni wazima. Sasa leo nilikuwa nataka tuongelee kuhusu amani. As in peace, amani ambayo Mungu ndiye anapeana. Ukienda katika kitabu cha Biblia unapata kuna verses kushinda 50 ambayo inaongelea tu kuhusu amani. Amani ni kitu muhimu sana. Sasa kabla sijaingia katika hii story nilikuwa nataka niwaelezee, nataka tuangalie Wafilipi 4:7. Na amani ya Mungu ipitayo akili zote itawahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika Kristo Yesu. Sasa ukiangalia hii ukurasa unaona kuwa amani ni ya Mungu. Amani ni ya Mungu, na kuna amani ambayo inapita ufahamu ya akili zote. Yaani akili za binadamu, amani yenye inapita akili za binadamu. Yamaanisha haijalishi nini imekutendekea, unapitia yapi, kuna amani ambayo ukipata kama ni ya Mungu, inakufanya nini, inapita haya mambo. Na kweli ukikosa amani, utapata kuwa unafanya vitendo ambazo havistahili. Itawahifadhi mioyo yenu na nia zenu. Unaona, itawahifadhi mioyo zenu na hata nia zenu zitakuwa nia za kikamili. Na hii amani inatoka kwa Kristo Yesu. Sasa nilikuwa nataka tuone hiyo na Warumi 12:18. Kama ikiwezekana, kaeni kwa amani na watu wote. Hiyo ni ushauri ambayo tumepewa kwa Biblia. Kama ikiwezekana, kaeni kwa amani na watu wote. Sasa hii wakati mimi nilikuwa na miaka 20. Nina huyu kijanangu, mtoto wangu wa kwanza ndo nimemzaa. Tunaishi na babake mahali kwaitwa Diani. Na sasa hapa Diani tulikuwa tufanya kazi. Sasa mimi nilikuwa nafanya kazi haswa. Sasa hapo ndio hiyo kampani nilikuwa nafanyia kazi ilikuwa ni ya muziki. Tulikuwa tumewekwa hapo kama wanamuziki, tumekodishiwa mahali hapo, kila mtu na kwake. Lakini boss wetu, yani mwenye bendi, ndiye alikuwa akilipa pale. Sasa hizi nyumba tulikuwa tukiishi zilikuwa ni za mzungu. Na ilikuwa ina jina yake. Na alafu palikuwa na geti pale. Sasa pale geti ukipita ndio pale mzungu alikuwa amejenga, anakaa na mke wake. Mke wake alikuwa ni mkubwa wangu na mwaka mmoja na ama miaka 2 tu hivi. Na yeye alikuwa na watoto wangapi? Hiyo wakati alikuwa na watoto 2. Yes. Mmoja alikuwa ni mkubwa wa huyu kijanangu, huyu mdogo. Sasa huyo mdogo alikuwa mkubwa huyu kijanangu na kama tuseme tu miezi 3 hivi ama 2. Alafu mkubwa alikuwa ni kama mtoto mwenye anaanza kutembea tu, miaka 2 tuseme. Sasa mimi huyu ndo alikuwa mtoto wangu wa kwanza. Sasa huyu mama alikuwa na hii tabia ambayo akikuja pale kwangu tunasema story nini, akitoka atembea mwenyewe, anaingia pale nimeweka vitu kama vitunguu, tomato nini, ataokota vitunguu kama 4, achukue hata tomato kama 5, aviweke kwenye begi, aniambia mimi naenda Mama Kedi. Walikuwa akiniita Mama Kedi. Na amevibeba anaenda, hajaniomba. Alafu unajua tulikuwa tuko katika budget. Maana mimi nilikuwa nafanya kazi peke yangu. Malipo yako kwa mengi vile, na kuna siku utalipwa mshahara wako kushikana pia. Hiyo ndio ilikuwa shida pia nilikuwa nikipata. Lakini sasa hiyo ndio kazi nilipata ya kwanza after kujifungua, na tulikuwa tunahitaji hiyo independence. Unaona? Sasa hapo sehemu tulipokuwa tunaishi kulikuwa na jikoni moja kubwa ndio tunatumia kila mmoja. Sasa pale unapata tunaweka vitu vyetu nini hapo, vitu vya kupikia zingine, masufuria zingine pale. Sasa majioni ama saa ngapi unapata kila mtu yuko pale tunapika, manyumba tofauti tuko katika hiyo jikoni kubwa. Nafikiri hiyo sehemu ilikuwa imejengwa iwe kama restaurant. Lakini haikufaulu sana, ama ilikuwa kifaulu kitambo hapo kabla sijakuja. Kama ule mke wa kwanza kulikuwa na mke wa kwanza. Na huyu mama alikuwa wakikuja kucheza dance pale. Huyo msichana. Sasa huyu msichana na huyu mume walikuwa wanashirikiana katika urafiki ambaye eleweki, na ule bibi yake mzungu akawa anajua. Sasa bibi yake mzungu nasikia alicheza chini ya maji, akapata mzungu mwingine, akaoleka, akachukua na mtoto wake mwenye alikuwa shaza na huyo mtu na wakaenda zao Ufaransa. Na sasa akachukua huyu kama mke. Wasikia?
Sasa kuna siku moja nilikuwa na msichana huyu alikuwa ni wa kuniangalilia kijana wangu, alikuwa anaitwa Uba. Alikuwa msichana kweli wa kunifurahisha. Alikuwa sasa, mimi sasa niko na miaka kama 20, yeye alikuwa kama na miaka 15. Alikuja tu kuniongelesha siku moja tu, akaniambia vile ana shida nini. Nikamwambia ni sawa, basi utanisaidia na mtoto, alafu tukasikizana bei. Hata sikumbuki ni bei gani tulisikizana, lakini tulikuwa tumekaa tu kama mandugu kabisa. Sasa hiyo wakati huyu mama akawa watu wake wametoka nyumbani huku Murang'a, wamekuja ni kama ndio wanafanya kitu kama harusi. Tangu achukuliwe na mzungu, huyu hajaenda kuona watu wa kwao wala hajafanya chochote. Sasa nilikuwa amealika watu wa kwao wakuje, wanatengeneza kama kasherehe pale, unaona? Ndio sasa, yani sasa alikuwa anaita ni harusi. Unasikia? Ilikuwa ni kitu kikubwa kwake kusema ile ukweli. Na mimi sasa sisi tukawa tumemfurahikia, lakini sasa hatuna ile uhusiano sana. Sasa mimi nikaamka, sisi tulikuwa na ile practice ya nini? Ya bendi kwa mlango wa bosi yangu. Sasa nikitoka pale kwangu na papita, ni kama naiona na mbali pale penye kiwanja iko pale penye pametengenezwa pale, wazazi washaketi, mimi naenda zangu. Lakini kabla kwenda hapo, msichana wangu wa kazi akakuja asubuhi akaniambia, mama, tumpatie jina, tumuite Molly. Mama, Molly anafanya nini? Anatukanana kuhusu wewe wapi pale kwa jikoni. Nikamwambia kwani shida ni nini? Akasema mimi hata sielewi. Anasema tu mambo mabaya mabaya. Nikasema achana na yeye, wewe nyamaza tu. Akarudi tena, mama sasa anafanya nini? Anarusha vitu vyako nje. Anarusha vitu vyetu nje, anavitoa akirusha. Anavitoa akirusha, hata masufuria nini. Zile vitu nilikuwa nimeweka hapo, tomato, kitunguu za kupikia amevirusha. Nikamwambia hakuna neno. Wewe nenda kazi yokote uzilete huku kwa nyumba. Unaona, mimi nilikuwa najaribu sana nidumishe ile amani, manake ilikuwa ni wakati wa nini? Wakati wake wa harusi, na pia nilikuwa sitaki maneno na yeye. Haya, tukamalizana na hayo. Akaendelea sasa yanitukana tu. Sasa mimi nikatoka nikawa naenda practice. Wenzangu washakaa pale, mtu wa gitaa na mtu wa keyboard. Na pia dadangu mdogo alikuwa amekuja kunitembelea. Unaona, mimi nikaenda tuka tunafanya tu practice pale. Kukawa jamaa mmoja mwenye anapiga keyboard alikuwa yatoka Tanzania, marehemu saizi, alikuwa anaitwa Bosco. Bosco akaniambia, wewe nyamaza dadangu. Unajua kunyamaza vile umenyamaza sio ujinga, sio ujinga hata kidogo. Mimi nikawa hata nimenyamaza, hata nimeachana na hayo maneno kabisa. Sasa huyu ikafika mahali sasa akawa amekuja. Sasa ni vita, anaanza kunitukana sasa ile wazi amekuja sasa kwangu mimi. Alianza hizi vita asubuhi. Wapendwa, ilianza asubuhi kufika kitu yaelekea saa 6. Sasa amekuja kuniconfront. Akakuja na dada yake. Dada yake sasa ni mkubwa wake. Unaona? Sasa dadangu pia yuko pale. Sasa hapa ndio nikawa nimekasirika kabisa. Nikasema, wewe kumbe unatafuta maneno. Na haya maneno unayatafuta utayapata. Na nikamwambia Molly, hebu nisikize vizuri. Tukianza haya vita ambayo unayataka, hata hii harusi unasema haitafanya nini? Haitaendelea hapa. Akafikiri nafanya mchezo. Tukaanza. Nikamwambia sasa tunaanza. Mbaya kiwe mbaya. Wacha tuanze sasa vita hapa. Sasa huyu mkubwa akawa anakuja kwangu na mimi ninamenyana na huyu mama pale, huyu Molly sasa. Dadangu mdogo akamshikilia. Na kitu cha kushangaza hapa, hao wasichana walikuwa hawana nguvu. Licha ya kukua walikuwa wanatafuta ugomvi. Hawana nguvu. Hawana nguvu chochote, sio ya kimwili, sio ya kiakili, sio hakuna. Na kuambia tulikimbizana na huyu mama, haikuwa mchezo. Ilikuwa ni kukimbizana, anarusha maneno machafu na mimi nayarudisha. Ananirushia na mimi namrudishia. Na kumbuka kuna babake pale, mamake wa kambo, manake mamake alikuwa ashakufa, ashafariki, na watu wa nyumbani wamekuja pale. Tulikimbizana, ikawa ni sarakasi mbaya sana kweli. Na kweli wapendwa, na waelezea ukweli, hakuna harusi ilifanyika pale. Hakuna. Mzungu alikimbia mbio akajifunga katika nyumba moja hapa ambayo ilikuwa haijafanya nini, mtu hajaingia ndani. Na akasema, ambieni huyo mama afunge virago vyake aende na watu wake, nimechoka na yeye. Kisa ni yeye ni kugombana na wapangaji wangu wenye wananiletea mapeni. Nimeshachoka, atoke na rudi na watu wake. Hiyo usiku ilibidi mama bukie babake na watu wa kwao warudi Murang'a. Warudi. Manake hata babake alipokuwa anamwelezea dumisha amani, Molly alikuwa hataki kusikiza. Yeye alikuwa ni ajionyeshe, na sijui vita yake na mimi ilikuwa ni nini.
licha ambayo angeweza yaacha wakati wake wa muhimu kama hiyo. Hivyo ndio vile harusi yake iliishia. Hivyo ndio wazazi wake walienda na watu wa kwao, na ikawa akiniona anakimbia. Sasa mimi nataka kumfanya nini? Kumfuata ama nina neno naye? Mimi sikukuwa na neno naye, manake hata sikuelewa neno ilikuwa yatokea wapi, manake tulikuwa tujagombana. Ndugu yake ndo nilikosana naye wa kiume, si hata huyu wa kike. Alikuwa anamtaka huyu msichana wangu mwenye alikuwa akiniangalia mtoto, akaenda akamsaba kofi kama amembeba mtoto, na mimi nikatembea mbio kule dukani, manake pale kulikuwa na mama mmoja alikuwa na duka pale, na mimi nilipopata kusema ile ukweli nilimsaba mbao ya moja na ya pili, na alipojaribu kunipiga, kumbe mume wangu wakati huo, baba ya watoto, alikuwa yuko nyuma yangu. Sasa alipojaribu kunipiga, ngumi ilitoka nyuma nikamtandika. Unaelewa? Sasa hiyo ndio ilikuwa ni maneno peke yake, na nilikuwa kwa haki yangu. Hakuna vile ule kijana alikuwa anaweza kuja kumchapa yule msichana bila sababu. Hiyo ni ya kwanza. Ya pili, amchape kama amebeba mtoto mchanga, na ni mtoto wangu na ni mchanga. Hapo haingewezekana, unaona? Lakini kwa sababu ya kukosa amani, kwa sababu ya Boli kukosa amani na hekima, manake tumetambua kuwa amani yatoka kwa Mwenyezi Mungu na inapita ufahamu wa binadamu, na pia inalinda nini? Mioyo zetu na zile mambo tutakuwa tunataka kuyafanya. Hakuwaipata ile harusi alikuwa anatamani, na kweli aliwacha baba yake akatoka pale na aibu kubwa sana. Kwa hivyo mimi naomba wapendwa, tudumisheni amani kwa mambo yoyote. Kama tunaweza kabisa, tukae kwa amani na majirani zetu na kila mtu, hata kazini. Wewe udumishe amani na mambo yote mpelekee Bwana kwa maombi, na ni hayo tu. Na waombea mazuri, na Mungu aangazie uso wake milele na milele. Amina.